vizuri, unapoimba vizuri, lazima tumshukuru Mungu kwa ajili ya umeimba vizuri sana. Somo letu la leo linasema matendo makuu ya Mungu yanapotendeka kwa mtu wa Mungu, imani ya mtu hukua, hata hawezi kuogopa kitu chochote. Matendo makuu ya Mungu yanapotendeka kwa mtu wa Mungu, basi twende na wewe. Andika matendo makuu ya Mungu yanapotendeka kwa mtu wa Mungu. Imani ya mtu hukua, hata hawezi kuogopa kitu chochote isipokuwa Mungu. Matendo makuu ya Mungu yanapotendeka kwa mtu wa Mungu, imani ya mtu hukua, hata hawezi kuogopa kitu chochote isipokuwa Mungu. Tunaenda na mistari ya vitabu viwili tu, kwa sababu hiyo ndio maana nasema vizuri sana kwa kwenye Sunday, maana tunafundishwa neno la Mungu kwa urefu, lakini ibada ya pili huwa imefanywa kwa ajili ya maombezi. Hiyo inakuwa na mistari tu miwili kulingana na mtu jinsi anavyotumiwa, anakuwa na mistari miwili, wengine wanakuwa nayo zaidi, lakini niona kwa miwili. Andika Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 32 hadi 36. Yakobo, bado imani yangu haijawa sawa. Nilisikia sauti yangu mbele. Mtumishi. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 32 36. Hapa mtumishi. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 32 hadi wa 36. Halafu mstari wa mwisho, mistari miwili ya mwisho, Danieli sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa 21. Danieli sura ya pili mstari wa kwanza hadi ule wa 21. Halafu andika Danieli sura ya 6 mstari wa kwanza hadi ule wa 28. Kwa hiyo ndio mistari yetu, lakini kabla ya kuendelea, huwa linatangulia neno ambalo Mungu amenipa, neno alilonipa Bwana la kinabii. Mungu anachukizwa sana na watumishi wake waliowaita. Pale ambapo Mungu anapowatumia halafu anashindwa kuridhika, wanaenda kujiungamanisha na nguvu zingine za ziada za adui. Mungu anakasirika sana kwa wale watumishi wanaomfahamu, walikuwa watumishi wa Mungu, halafu wakaona vile Mungu anavyowatumia haitoshi, wakaamua kwenda kujiungamanisha na nguvu za giza ili waweze kutumiwa sana. Bwana akaniambia
Yeye ni Mungu mwenye wivu. Yeye ni Mungu mtumishi. Yeye ni Mungu yeye ni Mungu mwenye wivu. Naumia sauti. Yeye ni Mungu mwenye wivu hapa. Yeye ni Mungu mwenye wivu. Akisha sema yeye ni Mungu mwenye wivu, kama hapa Shinyanga kuna watu ambao wamejiungamanisha na nguvu za giza ili Mungu awatumie zaidi. Kama ni Dar es Salaam au mkoa wote au kijiji chochote, Mungu mwenye wivu kaniambia ya kwamba vile walivyokuwa na watu wengi kulingana na nguvu za giza, wataona watu wale wanaondoka. Mungu ataenda kuwatumia hata wale alikuwa hataki kuwatumia, madamu tu wametulia kwake. Kwa hiyo wivu wa Mungu hataendelea kuona makundi makubwa ya watu waliokutwa kwa nguvu za giza bila kujitambua. Bwana kaniambia kwa Shinyanga hii wapo watu wanaotumia nguvu za giza. Sisi tuko wana maombi, tunaombea kanisa, tuko watatu, hatubahatishi. Tunaomba, tunamuuliza Mungu, halafu analeta pale pale, halafu baada ya kuomba Mungu anadhihirisha pale pale. Mtu anakuja hivi hivyo mlivyoomba, amevaa vile vile. Hatubahatishi. Na kabla sijaendelea, wiki ijayo ni wiki la kuchangia viti. Vile viti vyekundu bado viko 12. Nilihitaji viti 30. Kwa hiyo bado viti vingapi? Viko 12, ninataka viti 30. Kwa hiyo vile vingine vilitimia idadi yake, viti vyote bado tumeviweka kule. Ina maana ya kwamba tufanye yaliyo mapenzi ya Bwana, tutimize idadi ambayo Bwana alikwisha sema. Alafu mtumishi wa Mungu Yakobo alisema vipige muhuri ndipo vipangwe. Tunapotimiza ndipo Mungu anapozidi kufanya sana. Hakuna chochote. Huyo hapo mzee Steven, tunaomba na mzee Steven pamoja na Jackson waulize chochote ambacho Mungu anazungumza tukiwa nao, lazima kinatokea. Na kama ni kibaya basi tunakipinga. Kwa hiyo wale wanaotumia nguvu za giza, Mungu anaenda kuwashusha sana. Wawe Dar es Salaam, wawe wapi. Ninakupa huu ujumbe, halafu utakuta haya mambo yanatimia kwenye sehemu ambazo ulikuwa unajua kabisa watu wamejaa sana kwa nguvu za giza. Mungu anaenda kuziua zote. Tena ulioko Shinyanga, Mungu yupo. Tutapiga madhabahu moja kwenda madhabahu nyingine. Simama kwanza kabisa. Nilimwambia mke wangu kwamba leo nimeona roho ya mauti, tuko kwa mtu fulani, sehemu fulani, tunazika. Naona yule alikuwa ni mtoto. Halafu nikaona kijana mwingine mdogo, miaka kama 10. Mtoto mdogo alikuwa amefariki, halafu na kijana mdogo wa miaka 15 hivi au 16. Nikaelewa kuna roho ya mauti. Kwa hiyo Bwana kanijulisha hilo na tulipige. Vile nitakavyotamka au neno lako utakavyonifuatilia, ile nguvu ya wote kama tulivyo itaenda kulipiga au kuzipiga zile roho mauti. Sema Bwana Yesu, tunakuja kinyume na roho za mauti kwa mtoto mdogo na kijana huyo kwa jina la Yesu. Roho za mauti tunazipiga kwa jina la Yesu. Nisogeze hapa.
Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya huyu mama. Mshikilie vizuri. Nakataa kila roho kwa damu ya Yesu. Funguka kuwa mzima. Amen. Amen. Kabisa. Mungu akutie nguvu. Pokea nguvu. Asante Yesu. Amani ya Kristo iwe ndani mwako na ulinzi wa Yesu. Kitu kingine, unaumwa, tegemea kupona papo hapo katika jina la Yesu. Matendo ya Mungu, matendo makuu ya Mungu yanapotendeka kwa mtu wa Mungu, imani ya mtu hukua na hatawezi kuogopa kitu chochote. Sasa mstari hiyo umeiandika kwa faida yako, maana sina muda wa kusoma hizo sehemu zote, isipokuwa tunaweza tukasoma habari ya Daudi peke yake. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 32 hadi 36. Karibu. Samueli wa kwanza sura ya 17 32 hadi 36. Neno la Bwana linasema, Daudi akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yoyote kwa ajili ya huyo. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. 33. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ukijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. 34. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba na dubu, akamkamata mwanakondoo wa lile kundi. 35. Mimi utoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake na kuidukia, akinirukia umshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. 36. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Amen. Barikiwe. Tunaona mtumishi wa Mungu Daudi anakuta Israeli wote wameogopa pamoja na mfalme wao Sauli. Daudi anamwangalia Goliati, mtu aliyetisha katika habari ya kivita, maana alikuwa mtu wa vita tangu ujana wake. Sauli anapelekewa habari za Daudi ya kwamba yuko kijana ambaye anasema taifa hili ataliondolea aibu kutoka kwa Mfilisti huyu. Alipopelekwa Daudi, Sauli akakuwa amemkataa, akasema wewe ni kijana mdogo, huwezi ukapigana na huyo, huwezi, maana huyo ni mtu wa vita tangu ujana wake. Lakini matokeo yake, alipokubali baada ya ushawishi mkubwa, Sauli akaona mpe mavazi yake ya kujikinga na silaha yoyote itakayompata. Lakini Daudi alipojaribu kuvivaa vile vitu, akashindwa kwenda navyo. Roho Mtakatifu akamshuhudia ya kwamba kama atapata ushindi, na Sauli atajivuna kwamba ni kwa ajili ya kinga ya mavazi aliyompa. Kwa hiyo Daudi akavua zile nguo, akavua kila kitu ambacho amepewa. Halafu Daudi akikumbuka matendo makuu yanapotendeka kwa Mungu, mtu huyo hukua kiimani. Hata kikitokea kitu chochote hawezi akaogopa. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alipokuwa akichunga dubu au simba walipochukua kondoo, mtumishi wako aliwapokonya kutoka katika vinywa vyao. Je, huyo Mfilisti asiyetahiriwa ni nani? Pointi kubwa ni nani? Pointi kubwa ishike. Kwa nini unateseka? Kwa nini unaogopa? Daudi alikumbuka matendo makuu aliyotendewa na Bwana, lakini pointi kubwa
mtu huyo imani yake hukua, anakumbuka vile Mungu alivyompigania. Majuzi hapa tukamaliza maombi na watumishi wa Bwana. Mungu akazungumza nasi mambo makubwa mazuri ambayo anaenda kuyatenda. Nikaondoka nikamwambia ya kwamba mimi tumemaliza maombi, ngoja niende uwani. Nilienda kabla ya ili niweze niyeyuke zaidi, nishindwe kumsikiliza Bwana na kutoa lile neno. Tulipomaliza maombi nikamwambia, nilipofika tu nimeenda uwani nikajisikia nimebanwa haja ndogo sana, lakini toka mwanzo wa kujisaidia mpaka mwisho damu, nafahamu damu tena nyingi. Roho ikayeyuka, nikarudi kakuta tayari wamesha kuja wana maombi. Nikawaambia tushikane mkono, kuna hiki kimetokea, naamini Mungu atatenda, kwa sababu mengi amenitendea. Kama nilipona ukimwi, kama nilitendea juu ya maji, kama nilivamiwa kwa mapanga nisimuliwe, kama nimetokwa lita 30 mara ya kwanza, ya pili zikawa 20 na nisife. Leo hii tena Mungu atatendea. Nazungumza mbele ya Bwana kwa kukumbuka matendo makuu ya Mungu aliyotenda. Ilikata siku hiyo hiyo, sema amina. Matendo ya Mungu yanapotendeka katika maisha yako yatakupandishia imani. Ninatamani sana Mungu awatendee mambo makubwa ambayo mlikuwa bado hamjatendewa. Kiafya Bwana atende, kiuchumi Bwana atende, katika vita ulivyo navyo Bwana jitokeze kama Bwana wa vita. Katika hali ya uhitaji na umaskini, Mungu akaonekane kwa njia usiyoifikiria. Walio na baraka wa biashara ndogo wakauone mkono wa Bwana kupita kawaida. Sema amina. Habari za Daudi zinaisha hapo. Kwa habari ya mtumishi wa Mungu Danieli hatutasoma kwa sababu nataka niombee. Niliambiwa na Mungu niwe naombea sana. Habari za mtumishi wa Mungu Danieli, hapo juu ukiona hiyo mstari inazungumza juu ya Danieli kuitwa kwa mfalme. Mfalme ameota ndoto, lakini ndoto ile ameisahau, naye ameagiza wachawi na wenye hekima na maarifa waende mbele zake, wakamwambie, wakamkumbushe kwanza ile ndoto alivyoota. Ana hiyo adabu, mimi nikuite nisikuambie ile ndoto, halafu iko amri tu ya kwamba wote mkishindwa kuniletea ile ndoto nilivyoota, amri moja, wote mnaenda kufa. Yaani ni wanevu wa hali ya juu. Wakaletwa waganga, wakaletwa wenye hekima, wakaletwa watu wa kila namna, wakawekwa mbele ya mfalme Nebukadreza. Mfalme akasema, ile ndoto nimeisahau, nataka nikumbushe ndoto niliyoyota, na pia mnipe nafasi zake. Watu wale wakaona waganga kwamba tunaonewa kabisa. Mfalme, nani anaweza kufanya mambo kama haya? Labda miungu wasioonekana. Watu wakamjibu hivyo, lakini wakaja kukumbuka ya kwamba wapo watu uliowatoa ambao wako katika ufalme wako, nao ni akina Danieli na wenzie. Labda waweza kutoa ile fasiri. Danieli alipotokezea akamwambia yule mfalme, fasiri yake, ndoto yake ni hii na fasiri yake ni hii. Mfalme alipomwangalia Danieli akampenda, maana amemwambia mambo yote alivyoota na ile fasiri ilivyokuwa. Basi mfalme akampandisha Danieli, akamweka cheo kikuu, waziri. Lakini Danieli ni mtu anayetufundisha. Alipopata ile nafasi akaomba, akasema, ningeomba na wale wenzangu wapate nafasi za juu. Mfalme akakubali, wakaletwa wale wenzie nao wakapewa vyeo. Mungu anatufundisha tunapoinuliwa lazima tuwakumbuke wenzetu. Tunapobarikiwa lazima tuwakumbuke ambao wameitwa kwa jina la Yesu. Kuwabariki pia, ile baraka Mungu anayokujalia ili zidi kuzidi na kuzidi.
lazima kumbuke wahitaji, wasaidie watu wenye shida. Sikiliza Roho Mtakatifu anakuambia nini juu ya mtu. Kwa hiyo hapo ni somo nalo kwamba Danieli hakuwasahau wenzie, akawakumbuka na wote wakakumbukika. Lakini angalia, pamoja na kufanya hayo, huyo Nebukadneza, sehemu ile ya pili nazungumza ya kwamba akatengeneza sanamu na akainua ile sanamu, halafu akasema ya kwamba hiyo sanamu lazima iabudiwe na kila mmoja wenu, na asiyeweza kuabudu ile sanamu atachomwa katika tanuru la moto. Danieli na wenzie wakasikia, wakuu wa nchi wakasikia, yaani mawaziri na wanaofuata, maamiri jeshi wakasikia, na wote walio maamiri jeshi, madiwani na wengine wote mawaziri, wakawaita watu wote katika ufalme wa Nebukadneza. Halafu wakasema wafanye kile ambacho mfalme amesema. Watu wote wakasujudu ile sanamu ambayo imesimamishwa na mfalme Nebukadneza. Lakini habari hizo zikamfikia mfalme Nebukadneza kwamba watu watatu uliowaweka katika ufalme wako, mfalme, hawataki kusikia wala kutii ile amri uliyoitoa. Mfalme aliposikia habari hizo alikasirika, akaamuru watupwe kwenye tanuru la moto, maana wamevunja amri yake. Lakini angalia, watu hawa pamoja na kutaka kuhukumiwa walikumbuka matendo makuu ya Mungu, jinsi alivyokuwa na watumia. Maana hata pale alipokuwa ameota ndoto, watu walisema kuna mtu mmoja, kuna watu fulani wenye hekima uliowatoa sehemu fulani ambao waweza kukupa fasiri ya haya mambo. Kwa hiyo wakina Danieli na wenzie walikuwa ni watumishi kutoka awali, walikuwa wanatumiwa sana, ndio maana mfalme huyu aliwachukua. Kwa hiyo yule mfalme akijua watu hawa wameweka pesa juu na kwamba wanaleta ukorofi, aliamuru kweli watupiwe kwenye tanuru la moto. Biblia inazungumza baada ya kwenda kuchungulia katika tanuru, akamkuta Danieli na wenzie wako salama. Imani imeongezeka kwa matendo waliotendewa na Bwana miaka yote, kwa kutoa ile fasiri ya ndoto, kuileta kwanza ile ndoto kama ilivyo na fasiri zake. Alipokuwa amefanya hivyo, Danieli kupitia Roho wa Bwana alisema, si mimi ninayefanya haya, bali ni Roho wa Mungu. Kwa hiyo alijua neema na msaada wake ni katika Bwana. Kwa hiyo Danieli alikumbuka matendo makuu ya Mungu kumfunulia kwa jinsi hiyo, na namna Mungu alivyojifunua kuleta fasiri ya mambo yale. Akaona ya kwamba huyo Mungu ni wa ajabu mno, ule uajabu wa kuleta fasiri, ule uajabu wa kuikumbusha ile ndoto ilivyokuwa, ilikuwa ni jambo gumu sana. Kwa hiyo Mungu aliyetenda mambo hayo makubwa, japo yanaonekana kwa mfalme ni kawaida naona, lakini katika jina lake Mungu aliye hai, hatutaweza kuiabudu ile sanamu. Ukisoma Biblia, mfalme aliwasihi sana, aliogopa kuangamiza, lakini kwa sababu ameweka sheria, aliwaambia, enyi Shadraka, Abednego na Meshaki, je, ni kwa nini mmekataa kuiabudu sanamu